lazima tujiulize Pasaka ni nini? Pasaka ni nini? Pasaka ni moja ya sikukuu muhimu sana ya zamani ya Kiyahudi. Moja ya sikukuu muhimu sana ya zamani ya Kiyahudi. Na kanisa ilipozaliwa katika Agano Jipya ilipokea kama kitu halisi kinachotoka kwenye kivuli cha Agano la Kale. Agano la Kale iliadhimisha, tunapata historia hii, wana wa Israeli waliadhimisha sikukuu ya Pasaka kama moja ya sikukuu yake muhimu sana, wana wa Israeli. Na kwa mara ya kwanza iliadhimishwa katika nchi ya Misri. Mara ya kwanza iliadhimishwa katika nchi ya Misri. Lakini pengine niende mbali sana, nizungumzie habari ya wana wa Israeli ni nani. Hawa ndio kioo cha kanisa, kwa sababu tukitaka kujifunza lazima tuzungumze historia yao, habari zao. Ndio unazungumza maisha ya kanisa lililoko mbele ya Mungu leo. Ukisoma kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 12 unaona mtu anaitwa Ibrahim akiondoka kutoka kwenye Uru wa Ukaldaya, sehemu ambayo ni Iraki ya leo, pale ambapo alikuwepo Saddam Hussein. Hasa ndio sehemu chimbuko la binadamu wote pale. Lakini Mungu anamuita kutoka pale Ibrahimu akiwa na miaka 75 na mke wake pia ni mtu mzima. Wanaondoka na Mungu anawaambia waondoke katikati ya baba zake, wenye miungu ya moto, wenye miungu ya mawe, aende katika nchi ambayo Mungu mwenyewe atamuongoza. Ibrahim aliondoka, lakini akiwa mtu mwenye nguvu sana katika siku hizo, akienda akipanda kwenda Kanaani, akiwa na makundi mengi ya mifugo. Alikuwa na kondoo na ng'ombe na punda na ngamia, alikuwa na dhahabu. Alikuwa mtu mwenye nguvu sana ya uchumi. Alikuwa na watumishi 300. Mungu alimuongoza vema katika ile nchi. Ibrahimu alipofika kwenye ile nchi ya Kanaani amehamahama kwa sababu ni mtu wa mifugo, hakutulia mahali pamoja. Lakini nataka unisikilize, kila mahali alipoenda Ibrahimu alifanya tukio ambalo limempatia nguvu. Kila alipofika alijenga madhabahu ya Mungu. Ibrahimu hakuna mahali alipata kuishi akiwa hana Mungu. Na unajua akijenga madhabahu maana yake alitoa sadaka. Sadaka ndiyo mahali Mungu anashuhudia mioyo yetu. Unapotoa sadaka unaonyesha moyo wako ni kiasi gani unatembea na Mungu. Na ndio maana huwa sadaka sio sadaka ili mradi sadaka, lakini sadaka ni kitu chenye thamani, kuonyesha kiwango cha thamani unayompatia Mungu na heshima yake. Tumezoea sana tunapokuja makanisani, mwingine anakuja na buku 2. Buku ya kwanza ya boda ya kuja, buku ya pili ya boda ya kurudi. Wakati wa matoleo anainamisha uso chini ama anakuwa ametoka nje. Anajinyanyasa, dhamiri yake inamtesa. Na mwingine anapeleka kitu kisicho sahihi, anapeleka kitu ambacho sicho anachomiliki. Kanisa la Antiokia, wanangu, nataka niwaambie Mungu sio dhalimu. Hawezi kukudai kitu ambacho hajaweka kwenye maisha yako. Kila wakati Mungu anapokudai fungu la 10 ni kile ambacho amekupatia wewe. Kila wakati unapokwenda watu wanapotoa sadaka, Mungu hawezi kuitia hukumuni nafsi yako kwa kitu ambacho Mungu hajaweka kwenye maisha yako. Kila tunachompa Mungu, na mzee wa kanisa ameongea vizuri, vitu vile hata kama tuna mahitaji, nani anatupatia hayo mahitaji ya kila siku? Vizazi na vizazi. Bwana ametulisha, Bwana ametuhudumia. Siku moja nilikuwa naongea, naomba unisikilize. Mungu humhudumia kila mtu kwa namna yake. Siku moja nilikuwa naongea na mzee Emmanuel Lazaro marehemu sasa.
na wakati alitembelea, alifanya mkutano na sisi hapa. Wakati tunazungumzia, alizungumza juu ya safari ya Israeli ambako alikwenda mara nyingi. Akaniambia hivi, mwanangu, baba askofu, mwanangu, ukienda Israeli uiondoe historia ya Yesu Kristo. Anasema Myahudi hata chakula kile. Anasema kwa ajili ya historia ya Yesu Kristo. Kwa ajili ya historia ya Yesu Kristo, maelfu ya watalii kuingia usiku na mchana. Wanaacha fedha nyingi kwenye mahoteli, kwenye maduka, kwa sababu watalii wale wanatoka dunia nzima. Waliotoka Afrika, kama ambavyo sisi tumepanga safari ya kwenda huko, ilikuwa tarehe 20 tumeingia Misri. Baada ya pale siku 3 tunaingia kuzunguka maeneo yote ya historia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Anasema wale wageni wanaifanya Israeli kuwa kitu kingine kabisa. Pamoja na juhudi zao wanalima, lakini kinachowabeba nguvu yao ni kile wanachokikusanya kutoka kwenye kodi, kutoka kwenye mahoteli, kwenye maduka na kwenye hivi. Hiyo ndio njia ambayo Mungu anawalisha. Wala hawapungukiwi na kitu. Na ni wataalamu. Mungu na wewe pia kuna namna anakuhudumia. Unavaa, unakula, unakunywa. Usimsahau Bwana Mungu wako. Ukaona huna kitu cha kuweka mbele yake kwenye maisha yako. Ibrahim aliinunua nchi ya Israeli ya Kanaani kwa nguvu ya dhabihu. Kila alipohamia alijenga madhabahu, akatoa sadaka. Alijenga madhabahu, akatoa sadaka. Mungu akamwambia, nchi hii nimekupa wewe na uzao wako. Ukisoma sura ya 15 ya kitabu cha Mwanzo na mistari ile ya mwanzo na mstari wa 5 na kuendelea, kuna mahali Ibrahim alinungunika kwa sababu mke wake alichelewa sana kuzaa. Alikosa mtoto, of course, kwa sababu alionekana kitasa na muda wa kuzaa ulikuwa umeisha. Kwa hiyo alinyanyua mikono. Siku moja akamwambia Mungu, umenipa nini? Umenipatia kitu gani? Pamoja na wingi wa dhahabu, wingi wa ngamia, wingi wa punda na ng'ombe na kondoo. Hakuona, kwa sababu binadamu fahari yake ni watu. Heshima yetu sisi sio vitu, sio vipawa. Ni wale watoto Mungu anaotupatia. Ibrahimu alipoona hana mtoto na ana mtumishi mmoja, mtu wa Dameski, anamwambia, huyo mkuu wa nyumba yangu ni Mdameski, ndio atarithi mali yangu yote. Umenipa nini? Umeniacha sina kitu. Mungu anamchukua usiku, anampeleka kwenye ndoto. Kwenye ndoto ya usiku anamchukua katikati ya ndoto, anampeleka kwenye mchanga wa bahari. Anamwambia, unaweza kuhesabu? Akasema siwezi. Akamwonyesha na nyota, akasema siwezi pia kuhesabu. Akamwambia, uzao wako utakuwa mwingi. Akamweleza mpaka habari hii ya kushuka Misri, kwamba watoto wako watakuwa wageni katika nchi fulani. Watakaa kwa miaka zaidi ya 400, watakuwa watumwa. Lakini siku ya kutoa, nitawatoa, nitawapa mali nyingi. Mungu hajawahi kuacha, wala hakuna siku Mungu amechoka. Wewe ukikaa na mgeni siku 2 unamchoka mgeni. Hata mgeni tu ambaye baada ya siku 3 ataondoka, unamchoka. Unatamani aondoke. Ukiwa na ndugu yako unamchoka. Wewe uchokaje na mtoto wako? Wala hujui makosa ya mtoto wako. Wakini jirani atakuchosha, mtoto wa mtu atakuchosha. Ndugu zangu kanisa, mungeokoka hayo yasingetajwa kwenu. Muishi maisha ya imani, maisha matakatifu yenye maadili na kiasi. Ninyi ni uzao mteule. Kila mmoja wenu anatamani Mungu ampandishe kiwango cha kiuchumi. Huwezi kupanda hivi hivi. Haiwezekani. Baba amegusa hapa maisha ya Ibrahimu. Mungu alimuinua Ibrahimu kwa sababu alitoa sadaka. Biblia inasema Mungu akamjaribu Ibrahimu. Baada ya kuzaa Isaka na miaka 15 hivi, anamwambia, nitolee mwanao wa pekee Isaka umpendaye. Hili ni jaribu kubwa na ni kama mateso vile vile kwenye imani ya Ibrahimu.
Lakini Ibrahimu akasema tafanyaje? Kwa sababu aliyenipa ndio anayemtaka nampeleka. Biblia inasema akamchukua kwenda Moria, kwenye mlima ambao Mungu amemwelekeza. Wasomaji na wachambuzi wa vitabu vingine vya historia wanasema kuna kitabu kimoja kinatajwa, lakini sasa sio kwenye Biblia. Kinatajwa, kinaitwa, mtu mmoja niambia, kinaitwa kitabu cha Enoki. Anasema alimwambia mwanae, masimulizi haya, alimwambia mwanae, kesho nitakupeleka mahali ambapo tutakaa huko nikufundishe zaidi dini. Anasema alipomwaga mama yake, ameelezwa hivyo, anasafiri, wanasema usiku kucha sana alikuwa analia, alikuwa anaongea na mtoto, hakulala. Asubuhi akamwaga machozi, akamwaga. Haiwezekani kumwambia huyu mtoto anakwenda kutolewa sadaka. Sara alizaa nje ya wakati. Na Sara alikuwa anaumizwa na Hajiri, mjakazi. Leo akampata mtoto wa ajabu. Mwanamke akikoma siku zake hawezi kubeba mimba. Huyu akabeba mimba, akamzaa Isaka, alafu atolewe, ilikuwa ngumu. Lakini Mungu aliangalia moyo wa Ibrahimu. Mungu alikuwa ashughuliki na Sara, anashughulika na Ibrahimu. Yeye mlengwa. Katika jambo lolote ukiwa mlengwa, chukua hilo jambo kwa furaha. Ndilo litakalo kupatia wewe daraja la baraka. Mwenye imani aseme amina. Amen. Naomba mtoe sauti zenu, sema amina. Amen. Hakuna wakati utakuwa mtu wa muhimu kabla hujaingia kwenye gharama ya kufanyika kuwa mtu wa muhimu. Watu wote wa muhimu wana gharama zao. Nilikuwa namsoma huyu Bahresa tajiri. Anaongea, anasema amejaribu biashara sijui mara ngapi. Anasema kwenye maisha ukiwa hai usikate tamaa. Anasema hakuna biashara ambayo hajafanya. Na ni kweli. Wakati mwingine pia watu wanafikiri baraka itakuja na wao wasihusike na baraka. Yaani itokee kama wale kware wa jangwani, wameletwa na upepo, eti kesho asubuhi umeamka umetajirika. Ndio maana watu wetu, ndio maana wazee, watu wetu wanapokuwepo kwenye hayo makanisa makubwa, kwenye majiji, na mikono, pokea na pokea, pokea na pokea. Mimi siwafundishi hivyo. Kafanye kazi, kafanye biashara, wakati wa gari upo. Hata nyumba haianguki kutoka juu ama haichipuki kama uyoga. Unaanza polepole, utakusanya mawe, unaanza mawe, utaleta matofali, utaleta fundi, utapima mwenyewe ramani unayotaka. Hakuna mvua ya matope, hakuna mvua ya nyumba inaonyesha, hakuna mvua ya fedha inaonyesha. Baraka pia ipo kwenye kutoa, nalipa gharama. Ibrahim akawa mtu wa muhimu sana. Na hivi ndivyo Ibrahim alivyoishi machoni kwa Bwana. Aliishi kwa uhusiano mkubwa, kila wakati alijipima kwa sadaka. Siku moja alipompeleka huyu sadaka ya mtoto, amefika mahali pale, mtoto anamuuliza njiani, Ibrahimu anasema Bwana atajipatia. Alipofika akamfunga, akamjenga madhabahu, akamweka juu ya madhabahu. Anainua kisu, malaika wa Bwana anamuita Ibrahimu. Anamwambia, nimeona umenipenda. Hata huyo mtoto mmoja hukumzuia, nimethibitisha unanipenda. Kukubariki nitakubariki, kukuzidisha nitakuzidisha. Mungu atatembea na wewe kwa njia gani kama hana kitu anachoshuhudia kwenye moyo wako? Moyo wetu utashuhudiwa kwa dhabihu tunazotoa. Hivi ndivyo inavyotupasa. Sasa tunapokuja kwenye habari hii ya Ibrahimu alipoondoka, mjukuu wake Yakobo alikuwa na miaka 15. Mzee Ibrahimu akafariki. Na Ibrahimu alipofariki, Isaka akaishi. Isaka hakushuka Misri. Yakobo alishuka Misri akiwa mzee. Alishuka Misri akiwa mzee. Ili nikupe sehemu ndogo ya Pasaka. Maana tumeanza leo, tutaongea sehemu, Jumapili ijayo sehemu, tutakwenda kwenye Pasaka ya Agano Jipya. Hii ni Pasaka ya Agano la Kale, lakini tunataka tuanze kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 46 mstari wa kwanza na kuendelea. Anasema akasafiri Israeli pamoja na yote aliyokuwa nayo. Akaja Beersheba akamchinjia sadaka
Akaja Bersheba akamchinjia sadaka Mungu wa Isaka babaye. Mungu akanena na Israeli katika ndoto ya usiku akasema, Yakobo. Yakobo akasema, mimi hapa. Akasema, mimi ni Mungu wa baba yako, usiogope kushuka mpaka Misri, maana nitakufanya uwe taifa kubwa. Nisungumzie mistari mitatu. Hapo Yusufu amekwisha uzwa, amekwisha kuwa mtumwa kwa Potifa, amekwisha fungwa gerezani, amekwisha toka gerezani, ameshakuwa waziri mkuu. Wamekwenda kuhemea kwa njaa ile ya miaka 7 kama mnavyojua katika masimulizi ya historia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Kanisa, Bwana asifiwe. Amen. Kama maandiko yanavyonena, sasa baadaye amewaalika, wametambulishana, amewaalika waende wamlete baba, na mdogo wao wa mwisho anaitwa Benjamini, kwa sababu Yusufu na Benjamini ndio watoto waliozaa Raheli. Wale wengine ni wa Lea na wajakazi. Lea alikuwa na watoto wengi zaidi. Sasa ndugu zangu, Bwana asifiwe sana. Hawa wanashuka wanakwenda Misri. Neno nililopenda, angalia, anasema alipofika Bersheba jiani, wakati wanaenda Misri, kilichotawala maisha ya Yakobo ilikuwa ni mashaka. Hivi kweli wamemwona mwanangu? Ni siku nyingi nililetewa kanzu, nikaambiwa amekufa. Leo ninaambiwa yuko Misri. Tunaenda Misri hatupajui. Akiwa jiani akijaa mashaka, na hata kwa sababu ya njaa anaenda, kama sio njaa haendi. Hakuna mahali pengine pana nafaka isipokuwa Misri. Anaenda. Akiwa jiani anajua kujipatanisha. Ibrahimu na Isaka walimfundisha vema kuhusu mahusiano kati yao na Mungu. Akafanya ibada, akachinja sadaka. Mungu akamtokea. Ujue kwamba hata Ibrahimu Mungu alisema naye baada ya kumtoa, baada ya sadaka. Hata Sulemani siku ile aliyotoa sadaka ndio siku Mungu aliyomwambia, nikufanyie nini? Nikupe nini? Ndio siku aliyoomba hekima. Hapa alipomaliza kutoa sadaka, amechinja sadaka, Mungu anamwita Yakobo, akasema mimi hapa. Anamwambia, mimi ni Mungu, Mungu wa baba yako, usiogope. Shuka Misri, maana nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Hiyo ndio safari ya Misri. Wanakwenda Misri. Wakae kule miaka 400. Miaka 400 hakuna binadamu aliyebaki isipokuwa vizazi na vizazi. Kizazi cha 4. Asubuhi niliwaambia watu wa ibada ya kwanza, nilikuwa na jambo moja linikera la uchelewaji. Nikalionya sana, nikasema hamwezi kuitunza imani, kwa sababu ninyi leo tunawahubiria ukweli unaoishi. Hawa watu waliokuwa wanapandishwa kutoka Misri kwenda Kanaani hawajawahi kabisa kumwona, hawajawahi kabisa kukanyaga nchi inayoitwa nchi yetu ya Kanaani. Ni masimulizi tu. Wameambiwa sisi kwetu ni Kanaani. Wameambiwa kwa nguvu kubwa, siku moja tutarudi Kanaani. Iko nchi yetu inaitwa Kanaani. Miaka wameambiwa hivyo. Wamesisitiziwa hivyo. Wameshika kichwani. Waliotoka Kanaani walishakufa. Yakobo amekufa, vizazi wetu vimekufa. Lakini bado wanaimba wimbo wa Kanaani. Ukiacha ploti miaka 20, hauna ploti, sawa. Miaka 3, sahau. Hapa mjini ploti yako kama yuko mahali pazuri, hakikisha unaweka fence, hakikisha unapita miti, unapanda miti, hakikisha unalinda ulindi ukuti, maana inafahamiwa kwa nguvu. Miaka 400, nguvu ya sadaka. Ibrahim alizunguka ile nchi, kila alipohamia na mifungo. Cha kwanza alijipatanisha na Mungu kwa njia ya sadaka, akaishi pale. Akaondoka akahamia mahali pengine na mifugo, alitoa sadaka, akaishi pale. Akahama mahali pengine, ndivyo Ibrahimu alivyoishi. Mungu aliwapa ile nchi kwa sababu tangu mwanzo alimwona moyo wake haukwenda na miungu ya baba zake. Kwa hiyo Mungu alimwona Ibrahimu kama mtu muhimu, mpaka kiasi cha kumwita ni rafiki wa Mungu. Bwana asifiwe. Sasa anamwambia Yakobo, usiogope, mimi nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Kanisa, punga mkono na mnani kuambia kitu.
Pale ambapo unaona mipango mbele yako, usiogope. Ogopa siku utakayofarakana na Mungu. Hakuna jambo ambalo hutalifikia nawe umetembea na Mungu. Usizime ndoto yako, simamia kile unachoamini. Wema wa Mungu hauharibiki. Jitahidi kunyenyekea. Siku moja nikasema unyenyekevu hauchoshi. Unyenyekevu hauchoshi. Mambo mengine yatachosha, kiburi inachosha, vita vinachosha, vina gharama, lakini unyenyekevu hauchoshi. Mimi nitashuka pamoja nawe, nitakupandisha tena bila shaka, na Yusufu ataweka mkono wake juu ya macho yako. Yakobo akaondoka kutoka Beersheba, wana wa Israeli wakamchukua baba yao na watoto wao wadogo na wake zao katika magari aliyopeleka Farao ili kumchukua. Wakatwaa wanyama wote na mali zao walizokuwa wamezipatia katika nchi ya Kanaani, wakaja Misri, Yakobo na uzao wake wote pamoja, wana wa wanawe pamoja na binti zake. Mstari hii yote ni timu ya watu walioenda, kwa sababu hakuna kitu hapo. Ni majina. Naomba nishuke. Mstari wa 25. Mstari wa 26. Nafsi zote waliokuja pamoja na Yakobo mpaka Misri walitoka viunoni mwake bila wake zao wanawe Yakobo. Nafsi zote walikuwa 66. 66. Sasa wanne wako wapi? Wanne ni Yusufu na mke wake na wale watoto wake wawili aliowazaa kule. Amen. Jumla wanakuwa nafsi 70. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakaishi Misri. Walipofika walipewa sehemu inayoitwa Gosheni, eneo bora kwa malisho. Hapo ndipo walipokaa kwa muda mrefu, kama miaka 300 kasoro. Historia ikafutika. Yusufu ameshakufa kabisa, muda umeenda. Yusufu amekufa, muda umeenda. Kainuka Farao asiye na historia. Wale watu walionekana kama watu wasio na faida kwao, wakafikiria namna bora ya kuwatawala na kuwatumia, lakini waliwaogopa. Biblia inasema hivi, Farao pia alipotawala alianzisha mauaji ya kikatili ya kutupa watoto mtoni. Maana mauaji ya kikatili ya kutupa watoto mtoni na kuwaua watoto wa kiume. Kutoka kwenye kitabu cha Kutoka ule mlango wa kwanza mstari wa 8 anasema hivi: basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri asiyemjua Yusufu, ambaye ana historia. Akawaambia watu wake, angalieni watu wa wana wa Israeli ni wengi, tena wana nguvu kuliko sisi. Haya na tuwatendee kwa akili, wasije wakaongezeka tena ikitokea vita, wao na wasije wakashikamana na adui zetu na kupigana nasi na kutoka katika nchi hii. Basi wakaweka wasimamizi juu yao wawatese kwa mizigo, nao wakamjengea Farao miji ya kuwekea akiba. Mstari wa 12, lakini kwa kadiri walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka na kuzidi kuenea sana. Walichukiwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Wa Misri wakawatumikisha wana wa Israeli kwa ukali, kwa ukatili. Wakafanya maisha yao kwa uchungu, kwa kazi ngumu, kazi ya chokaa na ya matofali na kila namna ya kazi ya mashamba, kwa kazi zao zote walizowatumikisha. Kisha mfalme wa Misri akasema na wazalishaji wa Waebrania, mmoja jina lake aliitwa Shifra na wa pili jina lake aliitwa Pua. Akasema, wakati mwazalishapo wanawake wa Kiebrania na kuwaona wa katika kuzaa, ikiwa ni mtoto wa mwanamume basi mweni, bali ikiwa ni mtoto mwanamke na aishi.
Lakini wale wazalishaji walikuwa wakimcha Mungu, wasifanye kama walivyoamriwa, wawe hai. Sasa amekasirika, maana aliwaambia sasa siku zimeenda, wameshawageuza kwa watumwa na wanaonekana hiyo hawajali. Katikati ya utumwa wameendelea kuzaa kwa nguvu, wanaongezeka. Hakuna kitu kitazuia kusudi la Mungu lililo ndani yako. Ni pale tu utakapoacha njia ya Bwana, ni pale tu utakapompa Mungu kisogo. Kusudi la Mungu ambalo liko ndani yako litatimizwa. Haijalishi utapitia changamoto gani, haijalishi unapitia maumivu makubwa kiasi gani, Mungu anabaki kwa Mungu. Pamoja na dhiki, pamoja na watumwa, pamoja na maumivu, wakaona wanaongezeka. Kawaambia sasa, hao watatuzidi, tunafanyaje? Mbona wanaongezeka kuliko sisi? Akawaambia, sikiliza, akawaita wakunga, wazalishaji, wakati wa kuzaa watoto wa kiume mwaue, wa kike waachwe. Wale wanawake wanamcha Mungu hawakufanya hivyo. Baadaye akawaita, nimewaelekeza, naona kuna watoto wa kiume tu wanaendelea kuzaliwa, wanacheza. Si niliwaambia mwaue kwa akili? Hapo hakuonyesha kucha yake ipasavyo. Mbona nawaona wanaenda huko na huko, na waona kama ni clinic wanaenda, kazi niliyowapa mbona mmeacha? Wanajibu, wanamwambia Farao, ni kwa sababu hao wanawake wa Kiebrania, mstari wa 19, si kama wanawake wa Kimisri, kwa kuwa ni hodari hao, nao huzaa kabla mzalishaji hajaja kwa jao fikiria. Bwana asifiwe. Anamwambia hao watu ni watu wa ajabu sana. Unajua hawa wakunga sio wa Misri, sio wa Ibrania, tena ni wa Misri. Lakini ni wakunga waliopewa kuangalia wanawake wa Kiebrania. Wakati wanawazalisha, wanawasimamia. Na akawaambia mwafanye hivi, waueni wakati wa kuzaa. Hawakuwaua. Agenda ya kwanza walianza na kuwatesa. Baadaye wanaonekana wanaendelea kuongezeka. Baadaye akaanzisha azimio la kuwaua wakati wa kuzaa. Ikaonekana bado hilo nalo kama limefeli, alifaulu kama wanavyotaka. Anawaita, anawaambia mnafanyaje? Wanasema hao watu ni wagumu. Tunapokwenda kumzalisha ili tufanye hilo nalo tuambia, tunakuta mihaza na ana mtoto wake. Sasa unamuaje? Na yeye aliwaambia mnamua kwa akili. Farao akaona hilo linakuja kwenye ugumu mkubwa. Sasa 22, kisha huyo Farao akawaagiza watu wake akasema, kila mtoto mwanamume atakayezaliwa mtupeni kwenye mto, na mtoto mwanamke muache. Hayo yalikuwa maisha ya watu. Hiyo ndio Israeli unayosikia leo. Hayo ndio mapito ya watu wa imani. Hawa ni watoto wa Ibrahimu, baba wa imani, ambaye Mungu alitembea naye kwa muda mrefu. Baraka ambazo unazitengeneza leo, mtu wa Mungu, sio kwa ajili ya kwako tu ule ushibe, ni kwa ajili yako na vizazi vyako vijavyo. Unapopata baraka inalinda mpaka kizazi cha 3 na cha 4 cha mwenye haki. Narudia, baraka ambazo unazipata leo zinazotokana na sadaka yako na dhabihu zako na ibada yako, sio yako peke yako ule unywe, ni yako na wanao na wana wa wanao, mpaka kizazi cha 3 na cha 4. Mwenye masikio aseme amina. Amen. Toa sauti, sema amina. Amen. Kabisa. Kwa nini? Hao ndio wana wa Ibrahimu. Kinachotembea ni agano la Mungu na Ibrahimu na Yakobo, na Isaka na Yakobo. Hao wanatembea katika hili.
wanaongezeka. Amemwambia huyu njiani alipotoa sadaka, nenda Misri, mimi nitakwenda na wewe, nitakufanya kuwa taifa kubwa. Yuko mtu hapa masikio ya kunisikia. Mungu atakupeleka kwenye viwango fulani, si kwa sababu wewe ni mzuri, ni kwa sababu ya utii wako kwa Mungu. Kuna mtu Mungu atamfanya kuwa mtu wa kawaida, sio kwa sababu ni mjanja, lakini kwa sababu ni mtii kwa Mungu. Bwana atakufanikisha. Sasa changamoto hii kaendelea katika kipindi hicho cha mauaji, akazaliwa Musa. Hebu niambie ataishije? Usiseme tunapita wakati na niliwaambia watu wa ibada ya kwanza, hakuna kitu kihatari kama serikali. Ombeeni serikali. Serikali ikibadilika, hamkai hapa mkutani hapa. Ikitoa oda, fungeni makanisa, nafunga. Hapa serikali imetoa oda, mtoto anachukua mtoto. Serikali imetoa oda, mtoto wa kiume peleka kwenye maji ya mamba. Serikali ni kitu cha kuiombea ili ibaki ikiwa na hofu ya Mungu. Niliwaambia watu wa ibada ya kwanza, niliwakumbusha wakati ule tulipokuwa tumepitiwa na changamoto ya corona. Dunia zima watu walifungiwa ndani. Nilikuwa nawasiliana na marafiki zangu wa Uingereza, nilikuwa naongea na askofu wa Kenya, hawajaenda makanisani miezi sijui ilikuwa mingapi, sijui mitatu, watu wamekaa ndani. Unaishije wewe? Una kitu cha kwenda kufanya na chakula chako ni cha kupoteza. Biashara yako unayofanya jioni unarudi ndio mle. Kibarua unayofanya jioni mle, alafu unaambiwa hamna kibarua, na serikali haina mkate inauleta. Na serikali ikisema lockdown, milango imefungwa. Ndio maana tunasema iombeeni serikali. Sitakaa nimsahau maisha yangu Mheshimiwa Rais Magufuli. Alikuwa mtu wa imani. Alibaki moyoni mwangu, alinitesa baada ya kifo chake. Sikuamini kama ataondoka haraka. Ndani ya siku 7 nilikuwa napelekwa asubuhi kwa daktari anichunguze, na jioni pressure yangu ilikuwa inapanda kila saa. Mungu namshukuru sijafa na hili, kwa sababu ni mtu aliyejali watu. Unajenga hofu, unaua watu. Jana peke yake ilikuwa inatosha kuua watu wengi. Serikali haina hela ya kugawa. Lakini kipindi kile sisi wa Tanzania tulikwenda nje, tulifanya biashara. Magufuli akasema tembeeni, waacheni watu wafanye biashara. Tulifanya biashara. Sisi tulipona kuliko waliofungiwa ndani. Hofu iliua sana, njaa ilichangia kuua umaskini katika nchi zile ambazo watu wamewekewa lockdown. Kuna vihela vilitoka huko na huko visingelisha mtu. Katika nchi za Afrika hizo fedha zinabaki kwenye mikono ya wenye mamlaka. Nawaambia nani alete hela ya kulisha wewe miezi 7 au mitatu? Utaambiwa hii shilingi 20,000. Mnatoka mnakimbia, mnachukua mkate kwa dirisha. Maisha mabaya. Serikali zote zilizopitia lockdown zinajua. Mimi nilikuwa nakaa na Wakenya wanasema kile kitu kisitokee tena. Serikali hii inasema huwa mtoto wa kiume na Farao. Musa alikuwa mmoja aliyezaliwa katika majira hayo mabaya, naye lazima uawe. Ilikuwa ni tishio. Kitabu cha Kutoka ule mlango wa 2 mstari wa 1 anasema mtu mmoja wa nyumba ya Lawi akaondoka akaoa binti mmoja wa Lawi. Yule mwanamke akachukua mimba akazaa mwana. Alipoona ya kuwa ni mtoto mzuri akamficha miezi 3. Na alipokuwa hawezi kumficha tena, akampatia kisafina cha manyasi, akaipaka sifa na lami, akamtia mtoni ndani yake, akakiweka katika majani kando ya mto. Umbu lake mtoto akasimama mbali ili ajue yatakayompata. Basi binti Farao akashuka aoge mtoni. Vijakazi wake wakamtembelea wakatembea kando ya mto. Naye akakiona kile kisafina katika majani, akamtuma mtu kijakazi wake kwenda kukileta. Akafungua akamwona mtoto, tazama mtoto yule analia. Basi akamhurumia akasema, huyu mtoto ni mmoja wapo watoto wa Waebrania.
Kabla sijasoma mstari wa 7 nilisema na wewe. Huyu ndio Musa mzee. Akiwa mchanga na miezi mitatu, anafichwa. Miezi mitatu mtoto akilia sio yule mdogo, analia sauti inaongezeka. Akaona hapa serikali itatuua wote. Sio mtoto pamoja na waliomhifadhi mtoto. Tunafanyaje? Changamoto sasa ni kubwa na mtoto anamwangalia mioyo inauma, ama huyo katengeneza kiboti cha majani. Akakipaka lami kwa ndani. Akakitengeneza, kikaenda kikafichwa, majani yana tabia kuelea, kikafichwa, mtoto akawekwa mle ndani, anafunikwa, anawekwa hapo karibu na mto. Hapo kando ya mto. Mahali ambapo ni hatari kwa nyoka. Mahali ambapo ni hatari kwa mamba. Yalikuwa maisha awali ya Musa. Nataka nikuambie, pale unapopapitia pagumu pasikuogopeshe. Ogopa ukishindwa kwenda na Mungu. Kama uko katika Mungu, usiogope hali unayopitia. Unaweza kupitia mahali ambapo unasema labda maisha yangu yamefikia mwisho. Sema tu hivyo, ikiwa utaanguka katika mikono ya Mungu. Lakini ukiwa kwenye mikono ya Mungu, Mungu ni mwema. Ni mwema. Mungu ni mwema. Mtu mmoja aseme amina yenye afya. Amen. Mungu ni mwema, mtu mmoja aseme amen. Amen. Hakika. Binti Farao akashuka, akaenda kuoga. Binti Farao akaenda kuoga mtoni, kuogelea. Wafanyakazi wake wale wanaomlinda, anaona kuna kisanduku cha majani kinaelea, kimewekwa kwenye nyasi, kwenye maji. Anawaambia, kile ni kitu gani? Hebu nileteeni, fungueni. Akafunguliwa, akamwona mtoto mzuri analia. Naona huruma. Mbona wale wote waliuawa? Hawakuwa wazuri? Mbona wale wote waliuawa? Walitupwa huko, walikuwa walii. Lakini kuna jambo maalum kitatokea kwenye maisha ya mtu kwa kusudi. Hata kama ni pagumu. Acha nikujenge imani. Wana wa Israeli walilia sana siku ile wanapotoka, ingawa sijafikia hapo. Kwa sababu waliona mbele yao kuna bahari. Hawajawahi kuheshimiwa, haijawahi kutokea bahari inagawanyika. Walijua wataishia hapo. Kilichotokea, walisimulia jangwa nzima. Hata Daniel na wale akina Shadrach na Meshach na Abednego walipomuudhi mfalme kwa kukataa kumwangukia kumwabudu, hawakuwa wanajua wanaweza kutembea kwenye moto, isipokuwa walishikilia wataifia imani. Hicho ndicho walichokuwa wamekibeba, kwamba tunakwenda kuifia imani, lakini sio kwamba moto hautawaunguza. Na waliouawa, kwa nini wao wabaki? Hakuna aliyebaki akalala na simba. Uingia kwenye tundu la simba mwenye njaa, hata kama hana njaa, takuua tu. Kilichomtokea Daniel, usiku kucha amekaa, simba amepigwa bumbuazi, haoni kama kuna kitoweo na ana njaa. Inaamriwa na Mungu peke yake. Hakitokani na hekima, hakitokani na maarifa ya mtu yeyote, wala hata kiwango cha imani yao. Wao walijua wanakwenda kuifia imani. Kile ni Mungu alifanya. Tutawauliza tutakapofika mbinguni. Lakini je, kama leo sisi tunaweza kushindwa? Unashindwa kutoa zaka, unashindwa kutoa mchango mdogo, unanungunika mpaka unahama na kanisa, unanungunika mpaka unaharibu familia. Hata mke wako alikuwa muungwana, unamfundisha ubaya, watoto wanajua ubaya. Mtakwenda kukaa pamoja na hao mashujaa wa namna hiyo? Mtakwenda kukaa karibu na Ibrahimu awe baba yenu mbinguni? Mtakapofika katika kile kifua chake, mtakuwa na haki ya kukaa naye. Je, kina Daniel, kina Shadrach na Abednego watatuvumilia kukaa na sisi?
Imani ina gharama zake. Imani ni kitu cha namna hii. Binti Farao, kumbu lake akamwambia binti Farao, Miriam dada yao na Musa na Haruni, anamwangalia mtoto. Binti Farao alipomchukua mtoto kwa huruma akamfuata, hajamwambia nikuletee mama yake, alimwambia nikutafutie mwanamke wa kumnyonyesha. Unajua kwamba Ibrahim na Musa aliishi kwa kibali rasmi. Wakati oda imetengemaa ya kuua wengine, huyu anaishi kwa kibali. Je, wangemjua atakuja kuwatesa na kuwatoa hawa, angeishi? Lakini Bwana ameficha siri kubwa kwenye maisha yako na yangu kwa ajili ya hali ya baadaye. Mpango wa Mungu ni mkubwa kwa kanisa, kwa watu wanyofu wa moyo. Si kwa ajili yako peke yako unayeniangalia, hata kizazi chako cha pili na cha tatu kinategemea uaminifu wako leo. Hao uliobeba kwenye viuno vyako na kwenye tumbo lako, mbegu ulioibeba inasikia unachoongea, inafahamu unachofanya, itategemea unafanyaje, maana wanangoja kuvuna unachopanda. Hao uliobeba tumboni, uliobeba viunoni, watakuja kuvuna unachotenda leo, unachofanya leo. Unawaza nini kuhusu ufalme wa Mungu, maisha yako na hatima yako? Je, wewe ni mgumu juu ya Bwana? Biblia sema nani aliye mgumu juu ya Bwana alafu kisha akafanikiwa? Ni nani? Fungueni mioyo yenu ninyi mlio vijana, maana mna nafasi ya kutengeneza hatima iliyo bora. Huyo mtu aliye na oda ya kuuawa anapewa kibali cha kuishi. Huyo mtu aliye na oda ya kuuawa anapewa, mama yake analipwa mshahara wa kumnyonyesha, amepanda daraja mpaka analelewa kwa mshahara. Mungu ni Mungu, na acha itwe Mungu. Mstari wa 8, binti Farao akamwambia, haya enenda. Yule kijana akaenda akamwita mama yake yule mtoto. Binti Farao akamwambia, mchukue mtoto huyu ukaninyonyeshe, nami nitakupa mshahara wako. Yule mwanamke akamtoa mtoto akamnyonyesha. Mtoto akakuwa, naye akamleta kwa binti Farao, akawa mwanawe. Akamwita jina lake Musa, akasema, ni kwa sababu nalimtoa kwenye maji. Kwa sababu nalimtoa kwenye maji. Musa alinyonyeshwa kwa mshahara na mama yake mwenyewe. Aliishi kwa kibali cha Farao, akafundishwa elimu yote ya Misri. Matendo ya Mitume inaeleza wazi. Mlango wa 7, Stefano anatoa ufafanuzi wazi wa maisha ya Musa alivyokuwa, na mstari wa 21 anasema, hata alipotupwa binti Farao akamtwaa akamlea kama mwanawe. Musa akafundishwa hekima yote ya Misri, akawa hodari wa maneno na matendo. Umri wake ulipopata miaka 40, akaazimu moyoni mwake kwenda kuwatazama ndugu zake wa Israeli. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Kelele, Bwana asifiwe. Amen. Kelele, Bwana asifiwe. Amen. Akiwa mtu mzima alikataa upendeleo wa kuitwa mwana wa binti Farao. Alipokuwa mtu mzima, mwandishi wa Ibrania anasema 11:24 anasema, kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima alikataa kuitwa mwana wa binti Farao. Kwa imani. Na ukisoma kwenye kitabu cha Warumi ule mlango wa 10 mstari wa 17 anasema, imani chanzo chake ni kusikia. Maana yake nini? Musa alipata habari. Maana yake Musa alipata habari wakati amekuwa mtu mzima, anajiona yeye ni Misri, anakuwa sehemu ya kugandamiza watumwa. Wanamlaumu, wewe mwenyewe Mwebrania. Nilisoma masimulizi fulani yanasema Musa aliokota mabaki ya nguo ya watoto wa Kiebrania. Waebrania walikuwa na mavazi tofauti kabisa na watoto wengine. Akaokota ndani, akauliza, mbona mabaki ya nguo ya watoto wa Kiebrania anafanya nini katika ikulu ya Misri?
wakamumunya maneno, walikazana, maana sasa watu pia wanamsema. Baadaye akaambiwa kweli ulikuwa Mwebrania, lakini wewe sasa ni mwanao. Akakataa huo uhondo. Sikuna makabila mkishuka mjini hamtaki kutambulisha kabila lenu. Mnang'ang'ana kuongea Kiswahili, mngejua Kiingereza mngekuwa balaa. Ndugu zangu, hilo ndio wanaharibu kuliko kabila lolote. Anasema mimi sisikii. Ongea lugha ya mama. Kama kuna kitu najivunia mimi ni kabila ambalo Mungu alinipa, na ukoo ambao Mungu amenipa, na sura ambayo Mungu amenipa, na jinsia ambayo Mungu amenipa, na taifa ambalo Mungu amenipa. Amen. Pigia Bwana makofi mengi wote kwa pamoja. Sitaki. Akaona ile raha ya kubaki kwenye ikulu ya Misri ni sehemu ya utumwa kwake. Haoni kama fahari. Unaona kula ni utumwa. Unaona heshima ni utumwa. Maana hiyo ni giza tu inawekwa mbele ya macho yako. Ukweli unaoishi uko nyuma ya pazia. Musa aliuona. Alipokuwa mtu mzima, alianzisha harakati za uhuru wa watu wake. Katika juhudi za kutafuta uhuru huo hakuweza kwenda mbali. Alikutana na vizuizi. Hakuna aliyesimama upande wake, hivyo alitegemea nguvu zake tu. Akaishia kuua mtu mmoja Misri. Akajikuta katika hatari kubwa ya kuuawa na Farao. Akakimbia Midiani. Kutoka 2:11. Toka mlango wa 2 mstari wa 11. Nasema hata siku zile Musa alipokuwa mtu mzima akatoka akawaendea ndugu zake. Akatazama mizigo yao. Akamwona Misri anampiga Mwebrania. Mmoja wapo wa ndugu zake. Basi akatazama huko na huko, alipoona ya kuwa hapana mtu, akampiga Misri yule akamficha ndani ya mchanga. Akatoka siku ya pili na tazama watu wawili wa Ibrania walikuwa wanagombana. Akawaambia yule aliyemdhulumu mwenzake, "Mbona unampiga mwenzako?" Yule akasema, "Ni nani aliyekuweka wewe kuwa mkuu wetu na mwamuzi juu yetu? Je, wataka kuniua mimi kama ulivyomua yule Misri?" Musa akaogopa, akasema, "Kumbe jambo hili limejulikana." Basi Farao alikuwa amepata habari, akataka kumua Musa, lakini Musa akimbia mbele ya Farao, akaketi katika nchi ya Midiani, akaketi karibu na kisima. Sitaki kuendelea sana na hilo ya mwisho. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Juhudi zake za wanaharakati ya kutafuta uhuru wa watu wake ikakoma. Alitoka siku ya kwanza, akaona mateso, akaona mtu anapigwa kwa nguvu. Musa akaangalia huko na huko, akamvuta yule Misri. Musa alikuwa na nguvu sana. Akamvunja shingo, akamuua, akamzika kwenye mchanga kwa mikono yake. Alafu akaondoka. Siku ya pili akatoka tena. Hiyo ilikuwa harakati ngumu. Hakuna aliye upande wake. Akawauliza, "Mbona mnagombana?" Wanagombana wale, moja na mdhulumu. Akamwambia, "Wewe unamdhulumu ndugu yako kwa nini? Yeye ni ndugu, kwa nini mnagombana?" Yule aliye na nguvu akamwambia, "Nani amekuweka wewe kwa maamuzi juu yetu?" Alikosa, mikono ililegea. Akamwambia, "Unataka kuniua kama ulivyoua jana?" Musa akawa mnyonge. Alifikiri ile habari ya jana ilikuwa haijatoka, kumbe imeenea. Tena akarudi kwenye ikulu, akasikia Farao ana habari, anatafuta kumuua. Akakimbia, akaketi Midiani. Ndugu na dada, ni jambo la msingi kwenye maisha yako kutokata tamaa. Musa aliogopa kufa. Ndani yake alikuwa bado ni mwanaharakati. Hiyo ndio aliyobaki nayo. Kama hakubaki nayo, inua mkono nikwambie siri. Inua mkono wako juu, inua mkono alafu toa sauti, sema amina. Amen. Toa sauti kabisa, sema amina. Amen. Waambie kitu. Kama angekuwa amekufa ndani yake, Mungu asingemtokea jangwani. Mungu baada ya miaka 40 ya kukaa Midiani akamwita akiwa na miaka 80. Kwa kweli mimi sikati tamaa, nakatake tamaa. Kama Mungu anamuita mtu wa miaka 80 kuwa kiongozi wa taifa kubwa,
Watu wakaniuliza, askofu mkuu unastaafu lini? Kaambia hata mimi nataka kustaafu. Naomba Mungu anitie nguvu nione mtu mwenye nguvu na niweke mikono yangu juu yake nimbariki. Ajiandae akawe kiongozi. Maana naona na mimi naanza kuwa mzee. Lakini naangalia kama bado kuna neema ya kufanya na tufanye. Kwa sababu huyu wa miaka 80 Mungu anapomtokea na kumwita, Mungu ana akili kuliko wanadamu. Mungu ana akili kuliko wanadamu. Liko kusudi la Mungu kwa kila mmoja wetu. Tusiogope magumu tunayopitia, tusiogope majira, usionekane umekata tamaa, usianguke, usirudi nyuma. Matendo ya Mitume ule mlango wa 7 mstari wa 30, mstari wa 30, hata miaka 40 ilipotimu, malaika wa Bwana akamtokea katika jangwa la mlima wa Sinai katika mwali wa moto mwali wa moto kijitini. Anamwambia Musa. Musa aliona akastaajabia maono yale. Akaribia ili atazame, sauti ya Bwana ikamjia, mimi ni Mungu wa baba zako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Akatetemeka, asisubutu kutazama. Nataka mahubiri leo yaishie hapa, nikionyesha wazi jinsi gani Mungu hazuiwi na majira. Watu wetu tunafika mahali unaacha kufanya kazi, unasema mimi ni mzee. Ukienda kijijini watu wengi wanakaa, mimi ni mzee tu. Watoto wasipotaka kulilisha watapata laana. Kwani wao ulizao walaani? Kila mtu mwenye nguvu ya kufanya kitu afanye mpaka nguvu iishe, ili umwachie sehemu ya Bwana. Mungu ameweka nguvu ndani yako, anajua bado una nguvu ya kufanya kazi. Na huo ndio kweli. Iwe ya biashara, iwe ya huduma. Na mimi najisikia kuwa mtumishi wa Mungu tena sasa katika nafasi iliyo bora, maana ni mtu mzima wa hekima, wa kutumainiwa, na ni mtu ambaye naweza kujiliwa kwa sababu ya busara. Maana kama ingekuwa mimi na wewe tunataka kiongozi wa wana wa Israeli, tusije mwapointi Musa miaka 80. Lakini huyu ndio Mungu aliyemwona, huyu ndio Mungu aliyemtaka. Usiseme mimi ni mtoto, usiseme mimi ni kijana, usiseme mimi ni mzee. Hakuna linalomzuia Mungu, hakuna linalomshinda Mungu. Lakini kadiri mpatavyo nafasi kwa kutenda mema, muwe na bidii, maana Mungu ni Mungu ajuaye mioyo. Kama Musa hakubaki na mwito wake, hakuheshimu harakati zake na ile nia yake, Mungu asingemwita. Mungu asingemwita. Alitoka akiwa na kitu ndani, alikitunza kile kitu Midiani. Kuna wakati utapitia hali fulani, usiharibu kile kitu kilichoko ndani yako ambacho Mungu alikiweka. Kwa sababu unajitetea, unasema siko nyumbani. Nataka nigusa kidogo kisa cha mwana mpotevu. Mwana mpotevu alipotoka pale mbele ya baba yake, Biblia inasema akauza kila kitu. Kwanza andiko linasema akaondoka kutoka mbele ya baba yake. Hiyo ni kutafuta uhuru. Aende mahali ambapo baba yake hayupo, mtu wa kumwonya hayupo, mtu wa kumzuia kumkataza hayupo, akawa mlevi, akawa malaya, kila kitu alichopokea alikuwa ameuza, akatumia pesa zote. Biblia inasema kwa maisha ya sharati. Hata wakati alijaa, ilipotokea anataka kula, Biblia inasema hakuwa na kitu mkononi, alitamani hata chakula cha nguruwe ambao alipata kibarua kwa lisha. Mungu akushike mkono wewe kwa jambo lile ambalo umekata tamaa, kwa jambo lile ambalo unabeba huzuni, kwa jambo lile ambalo unaona shida. Nataka nikuambie, simama na Mungu. Wengi wetu wanafarakana na Mungu kwenye ibada. Hawana moyo wa kusimama na Mungu, hawana moyo wa dhabihu. Kila wanaposikia utoaji wanaona kama dhuluma imeingia. Utabarikiwaje? Habari za hawa mashujaa akiwemo Nuhu zinathibitika katika sadaka. Biblia inasema
Nuhu akachinja kila kitu kilicho bora, akatoa sadaka. Mungu akanusa ile harufu, akafurahi, akasema basi hukumu ya gharika haitarudi, maana kwanza mwanadamu ni mdhaifu. Sadaka ina nguvu, sadaka ni wakili mkuu, sadaka si kitu cha mchezo. Kila unapotaka kutoa sadaka, iangalie ni nini unataka kumpa Mungu. Wewe usiyekuwa ni nani, hata kitu unachompa Mungu hukipimi. Sadaka ni akiba ya wanao. Na watu wanaongea sadaka ni chakula cha makuhani, lakini nakuambia umeona upande mmoja wa sadaka, ungeona na upande wa pili wa sadaka. Ni kweli sadaka inatolewa dhabihu kwa ajili ya kuhudumia madhabahu, watumishi na mfumo wa kanisa mzima, lakini nataka nikuambie sadaka ile ile ulioitoa madhabahuni, ambayo unatafsiri wewe ni chakula cha makuhani, umetoa tafsiri fupi. Hiyo ndiyo uwakili wa wanao na wana wa wanao. Amen. Itakujengea kizazi kilicho bora, kilichojaa uwepo wa Mungu, kilichojaa nguvu za Mungu, kilichojaa baraka. Wanangu, Antiokia, mimi ni baba yenu. Ni nini kimewafanya watu hao walio watumwa wakumbukwe kama si dhabihu za Ibrahimu? Punga mkono namna hii. Wewe ni nani usiye na masikio usikii? Ni nani aliyewakumbuka watu hawa ambao wameshageuzwa kuwa nguvu kazi ya taifa? Wamejenga mapiramidi, wamejenga Misri tajiri. Leo wanatolewa kwa sababu gani? Mungu wa Ibrahimu aliahidi. Ibrahimu na Mungu walikutana mara zote kwenye dhabihu. Kila Ibrahimu alipotoa sadaka ya kuteketezwa, maana yake alikuwa amemwandalia Mungu karamu, alimwandalia Mungu chakula. Sadaka ni karamu ya Mungu, alikuwa ameandaa karamu iliyo bora. Mara ya mwisho alitoa karamu ya mtoto. Amen. Mungu akambadilishia na kondoo. Mungu akaweka ahadi nzito. Mungu akamwambia kizazi chako kitakwenda Misri na mimi nitakifuata huko. Amen. Israeli wanatoka Misri, walichukua dhahabu, walichukua nguo, walichukua unga, walichukua fedha, walipita katikati ya bahari. Maji ya bahari yaliheshimu sadaka ya Ibrahimu, yakatoa nafasi kwa kizazi cha Israeli. Pigia Bwana makofi, piga kelele, sema kwa ajili ya kizazi cha mwenye haki. Haujui, ndio maana haujali. Mabudu Mungu kwa moyo wa kweli, toa sadaka ya kumheshimu Mungu. Hiyo ni karamu ya Mungu, ni ushirika kati ya wewe na Mungu, ni kushuhudia moyo wako kwa Bwana, ni kumshirikisha Mungu shauku ya baadaye, ni kunena mema ama mabaya juu ya kizazi chako. Mwingine anasema mimi siwezi kutoa zaka. Mungu amefanya makosa kuweka zaka, ndio maana wewe huwezi. Wewe kama huwezi, neno la Mungu halibadiliki, na Mungu habadilisha alichokisema. Mle kuna baraka na laana, ni juu yako tu kuona unabeba neno gani ambalo litasimama na maisha yako. Bwana wabariki sana. Mungu akuinue, akupe ufahamu wa juu sana. Mungu akupe nguvu ya kusimama na neno lake. Bwana akufanye kuwa mtu mwingine. Bwana akubariki ukitoka na kuingia. Bwana akubariki sana, na neno la Bwana litaendelea. Amen.